Kia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, kila wito halali unatoka kwa Mungu. Na Mungu hamuiti mtu kwa sababu ya mastahili yake. Mungu anapomuita mtu ni kwa sababu anampenda, ni kwa sababu anamhurumia. Wito wa Samueli ni kielelezo cha miito mingi, lakini mkizingatia mtiririko wa wito wa Samueli mtagundua mambo kadhaa. Kwanza, kipindi cha kuitwa kwa Samueli kilikuwa ni kipindi cha changamoto. Changamoto ambazo zilihusisha hata nyumba ya Eli. Pili, tumesikia kwamba kipindi kile alipoitwa Samueli, ufunuo haukuwa mwingi. Alafu tukaambiwa neno la kutia moyo. Pamoja na yote, taa ya Mungu ilikuwa bado inawaka. Sasa Samueli alipoitwa, kwanza alikuwa mtoto, na kama mtoto ilikuwa vigumu sana kutambua ni nani anamuita. Kwa hiyo aliposikia mara ya kwanza, akamwendea Eli kuhani. Mara ya pili akamwendea Eli kuhani. Mara ya tatu akamwendea Eli kuhani. Na kwa unyofu mkubwa sana Eli akamwambia, sikukuita mwanangu, nenda ukalale. Lakini ukisikia tena jina lako limeitwa, sema, nena Bwana, maana mtumishi wako anasikia. Kauli hiyo ya Eli ni msaada wa kupambanua wito, kusudi mtu aende pale panapostahili. Nasi katika maisha ya wito wetu wako wengi ambao wametusaidia: wazazi, walezi, walimu na wenzetu katika safari ya wito. Mimi katika safari yangu ya wito sikuanza kama mkapuchini. Nilianza kuna padri hapa ambaye alikuwa mpostulanti mwenzangu, Padri Damas, uko wapi? Huyu na mimi tulikuwa walelewa wa shirika la Roho Mtakatifu. Nikatazama mambo pamoja na kusikiliza ushauri wa watu wema, nikaamua kwamba shirika la Roho Mtakatifu sio sahihi kwangu. Kwa hiyo nikamwomba aliyekuwa mlezi wetu aniandikie barua aniruhusu niende kwa wakapuchini. Akaniuliza,
Utawaweza wale? Wale ni wagumu kweli. Nikamwambia baba, niandikie tu, mimi nitaweza. Basi akaniandikia barua, nikapeleka kwa Kapuchini, na bila kumangamanga wakaniambia tunakupokea. Wakanipokea, na baada ya mwaka uliofuata nikapokelewa novisiati. Kule novisiati tulikuwa 8. Leo tumebaki 2. Sitazungumza sana juu ya wale wengine 6, lakini nizungumze juu ya hawa 2 waliobaki, ambao ni mwenzangu anaitwa Brother Abraham Ndorobo na mwenyewe mie. Sidhani kwamba sisi 2 tulikuwa bora kuliko wote. Kama tumedumu kwa miaka 50, sio kwa sababu ya jeuri yetu, ni kwa sababu ya huruma, upendo na msaada wa Mungu. Mungu ambaye amependa tuwe wafuasi wa mwanaye. Mungu ambaye amependa tuwe mashahidi wa Kristo. Na Mungu ambaye amependa tuwe manabii katika kanisa lake. Sishangae kwamba nimejikita zaidi kwenye unabii, kwa sababu wito wangu mimi kama Mkapuchini na wito wa yule Brother Abraham haviachani. Na hata kama nisingekuwa askofu, mwaka huu ningekuwa naadhimisha miaka 50 ya utawa. Kwa hiyo wito wa kitawa ni wito unaojitosheleza, ni wito mtakatifu, ni ufuasi na ushuhuda wa Kristo. Kristo mtii, Kristo fukara, Kristo mwenye usafi kamili wa moyo. Na ni katika hayo tumeitwa tumfuate na tumshuhudie Kristo. Katika somo la Injili ambalo tumesomewa kutoka Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 mpaka wa 16, Bwana Yesu anasema hivi: ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sasa tuwe makini. Yesu asemi kwamba ninyi kuweni chumvi ya dunia, ninyi kuweni nuru ya ulimwengu. Anachotamka Yesu ni definitive. Tumeitwa tuwe chumvi, tumeitwa tuwe nuru ya ulimwengu. Nyote mnajua kazi ya chumvi. Chumvi, ndugu zangu, inatekeleza mambo yafuatayo. Kwanza, chumvi hukoleza. Chakula kisicho na chumvi huitwa chukuchuku, hakinogi.
Na jamii ambayo haina chumvi ya utakatifu ni jamii chukuchuku, hainogi. Tumwombe Mungu jamii yetu isikose chumvi ya utakatifu, chumvi ya imani, chumvi ya uadilifu. Kazi ya pili ya chumvi ni kuganga. Mtu akijijeruhi, kati ya misaada ya kwanza anayeweza kukimbilia ni kuchukua chumvi na kuweka kwenye jeraha, na hiyo chumvi itasaidia lile jeraha lisiendelee kuvuja damu. Kwa hiyo chumvi ni dawa, huganga majeraha yetu, majeraha ya mwili, majeraha ya roho, majeraha ya akili, majeraha yote. Tatu, chumvi hutumika kuhifadhi. Zama hizi ni zama za maendeleo, ni zama za majokofu. Siku hizi tunahifadhi nyama na vitu vingine kwenye jokofu, lakini zamani za wazazi wetu hakukuwa na majokofu. Nyama ilipakwa chumvi, ikatundikwa kwenye moshi, ikahifadhika. Kwa hiyo chumvi ina uwezo wa kuhifadhi vitu. Nne, chumvi huunganisha watu. Katika Biblia mkisoma kwa makini, mtakuta maeneo ambapo limetajwa neno chumvi ya agano. Ni chombo kinachowaunganisha watu kati yao, lakini ni chombo cha agano kinachowaunganisha watu na Mungu wao. Kwa hiyo sisi tunaitwa tuwe chumvi kwa maisha yetu, tuwe chumvi kwa uadilifu wetu, tuwe chumvi kwa ushuhuda wetu, tuwe chumvi ya jamii, kanisa na ulimwengu. Yesu hakuishia kwenye chumvi. Amesema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru, ndugu zangu, hubainisha vitu katika uhalisia wake. Zamani nilipokuwa mtoto, nikiwa naenda kanisani asubuhi sana, mara moja niliona kitu kama chui kule mbele kule, nikabaki nimesimama tu. Baadaye nikasema mbona chui mwenyewe hajigusi? Kwa hiyo nikamwendea huyo niliyedhani ni chui katika giza, kumbe lilikuwa ni gogo tu. Giza halibainishi vitu katika uhalisia wake. Mwanga hubainisha vitu katika ukweli wake. Nasi tunatumwa tuwe mwanga wa ulimwengu, lakini tukumbuke kwamba mwanga halisi ni Yesu Kristo. Yeye mwenyewe amejibainisha kama njia, kama ukweli, kama nuru ya ulimwengu. Nasi tulio wafuasi wake tunapewa kazi ya kuwa nuru ya ulimwengu. Tumwombe Kristo ambaye ndiye Bwana, Mwokozi na mwalimu wetu,
atufundishe jinsi ya kuwa wafuasi wema, wafuasi adilifu, wafuasi thabiti, tukitambua kwamba wito huo una chimbuko kutoka katika ubatizo wetu. Kristo aliyetaka tubatizwe na tuwe wa Kristo atusaidie na kutuwezesha kudumu katika wito wetu. Napenda kuwashukuruni nyote ambao mmeona umuhimu wa kujitokeza na kuungana nami katika kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kwa kunijalia kuwa mtawa bila mastahili yangu. Nawaomba muendelee kuniombea. Muombe pia ndugu yangu brother Ndorobo kusudi tuzeeke vizuri na tuzeeke kitakatifu. Amani ya Kristo iwe nanyi.